inna min ashaddi an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Akhrajahu Muslimun. Hadithi ya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min ashaddi an-nasi 'inda Allahi manzilatan, hakika miongoni mwa aliye shari zaidi katika watu, inna min ashaddi an-nasi, hakika miongoni mwa aliye shari zaidi katika watu, 'inda Allahi, mbele ya Allah, manzilatan, kwa mafikio. Mtu ambaye mafikio yake ni mabaya zaidi. Inna min ashaddi an-nasi, hika miongoni mwa aliye shari zaidi katika watu, 'inda Allahi, mbele ya Allah, manzilatan, kwa mafikio, yawm al-qiyamati, siku ya kiyama, yani kwa akhirah. Mtu ambaye atakuwa na mafikio ya shari zaidi, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamtaja ar-rajula, ni mwanamume ambaye, ar-rajula ni mwanamume ambaye, yufdhi ila imraatihi, anastarehe kwa mke wake. Yufdhi ay yastamti'u, anastarehe na kufanya mambo ya faragha na mkewe. Yufdhi ila imraatihi, anastarehe kwa mke wake huyu mwanaume. Wa tufdhi ilayhi, na huyu mwanamke anastarehe kwake yeye. Wanakaa katika faragha zao, wakastareheshana, wakafanya mambo ya faragha, mwanaume na mke wake. Tunasema thumma yanshuru sirraha, kisha anaieneza huyo mwanaume siri ya mwanamke huyo. Thumma yanshuru sirraha, kisha anaieneza siri yake. Mwanamume anasimama kuieneza siri ya huyo mwanamke aliyestarehe naye. Huyu ni katika watu waovu sana, ambao mafikio yao ni mabaya siku ya kiyama, kwa sababu ya tabia hii ya kuyatoa mambo yaliyopita katika faragha baina yake na mke wake. Hadithi hii inatilia mkazo hadithi iliyotangulia juu ya jambo la kuhifadhi siri. Hifdhu sir adabun adhimun min adabi al-Islam. Kuhifadhi siri, ndugu zangu, ni adabu kubwa sana miongoni mwa adabu za Kiislamu. Mfano jambo hili, jambo la muashara, jambo la maisha ya ndoa baina yako wewe na mke wako. Maisha ya ndoa ni faragha kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa wanandoa, kwa sababu ya kuoana baina yao panakuwa hapana kizuizi. Ziko siri za mambo ya ndani zinakuwa wazi baina ya wanandoa. Pengine ni mambo ambayo ndugu zako wa karibu kabisa hawayajui, labda hata wazazi wako hawajui. Ni jambo limekutokea ukubwani ukalificha, anakuja kulijua mke wako. Au mke wako ana jambo lake amelificha kwa muda mrefu, kalificha kwa wazazi wake, kalificha kwa marafiki zake, akaja kuliweka wazi kwako, au wewe ukalijua. Maisha ya ndoa ni faragha, ni siri kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa maneno tu yanayosemwa, zawajtuk, nimekuozesha, nawe ukasema qabiltu, nimekubali, mbele ya wali na mashahidi ambao wanatosheleza. Maneno haya peke yake yanakuwa ni sababu ya kufunguliana siri zenu. Sasa watakiwa uwe ni mtunza siri katika ndoa yako. Mtu muovu kabisa
ambaye ana mafikio mabaya kama anavyoeleza Mtume alayhi salam ni huyu ambaye anakaa faragha na mke wake na kustarehe, na mke wake anastarehe na yeye, wanajiachia wenyewe raha kabisa, lakini pakipambazuka dume hili linasimama na kutoa siri za mke wake, au mwanamke yule anasimama na kueneza siri zao za ndani kabisa. Hii ni tabia mbaya ya kidini, sio katika akhlaq za Kiislamu, lakini hata katika maisha ya kawaida. Mtu wa sampuli hii ni mtu ambaye watu hawampendi. Ikiwa dume liko hivi, akimpata mwanamke atakuja kumwaga yote, si mchezo yule mwanamke. Ana kadha, anaeleza ile mambo ya faragha. Pana watu wanadhani huu ni ufahari. Pana watu wanawaelezea wanawake waliokuwa nao faragha, mpaka mtu mwingine anapata hamu ya kumtongoza yule mwanamke. Hamjaona haya? Basi itakuwa chuma hicho, nakwambia si mchezo. Wewe sikia tu, mpaka unamshawishi mtu mwingine kumtafuta yule mwanamke. Bali hata wanawake walio kwenye ndoa wanatolewa kwenye ndoa kwa sababu ya mdomo wako. Unajitia, unajua kusifia sana. Watu wanasema wanapeleka fitna bwana. Ghafla umeachwa, mwanamke anadai talaka. Najitoa, amwambia nipe mahari yangu, unajua kama umemkomoa. Kumbe kuna kidume kinampa mahari, mtakupa usitishie. Shingapi? Kadha, unaletewa pesa yako. Yuko mtu yuko tayari kudhamini kurudisha mahari kwa sababu ya mdomo wako ulivyomzungumza huyu mwanamke na mambo yake. Watu wa jahilia, wala sio jahilia ya mbali, hii jahilia ya kisasa hii, watu walioishi bila ya dini, ulikuwa ni utaratibu wa kawaida mtu kusimulia aliyopata kwa mwanamke fulani. Kwa hiyo kuna wanawake wanatembea barabarani, wanajulikana walivyo na wanavyofanya na utundu wao, maskani nzima inamjua. Kuna jidume hapo limebwabwaja. Mambo ni ya kawaida kabisa, tabia mbaya. Sasa hili jambo linapokuwa ni kwenye ndoa, mtu huyu ni mtu muovu kabisa. Lazima mwanaume uwe na kaba na friza lako ili ligandishe. Wanasema watu wa kileo, usiachie tu maji ya kutoke tu unavuja tu, gandisha yale maji. Umeambiwa hili jambo ni siri, basi baki nalo. Na una siri yako wewe katika ndoa yako, ihifadhi siri hiyo.